Alpha and Omega. Come Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, the entrance of the word of God bringeth light and understanding. A man shall not live by bread alone, O God, but by every word that proceedeth out of your mouth. Lord, I pray that your word will come with power. Bring your revelation, O God. The letter killeth, but the Spirit giveth life. Lord, give today message life, that it will bring forth revival, that will push us into your will. We thank you, we bless you. In Jesus' mighty name we pray. Somebody celebrate God if you can. Come on, love Jesus and give him praise. Turn to your Bibles in the book of Luke chapter number 18. If you have your Bibles, go to Luke chapter 18. We are reading verse number 1. The Bible says, those who are there, then he spoke a parable to them. And that men always ought to pray and not to lose heart, saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard men. Now, there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversaries. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not regard God, I do not fear God, nor regard men, yet because this window troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she wear me. Then the Lord said, hear what the unjust judge says. Shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears wrong with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on earth? Let me read it again, the last verse. It's a very key for this message. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Somebody shout amen. I want to talk about faith that believes in persistent prayer. Jesus, he began to teach his disciples. It was a teaching to his disciples. Disciples were his ministers, were people who walked with him, were people he was speaking life to them to take the gospel to the next level, were people who are close to him. Bible says Jesus began to teach his disciples, and usually when Jesus taught, he taught with parables, and these parables were not truths, but they were parables. And the Bible says Jesus began to teach his disciples, and he was teaching them about prayers. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. And the first thing he said is that prayers, we need to pray at all times. He says that he should always to pray at all times. He is teaching his disciples that concerning prayer, they need to pray and pray at all times. Somebody shout amen. Amen. God wants to be involved with every step of your life. Can I speak to somebody? Prayer is not only about asking, but prayer is about communication. The person you love, the person you desire, the person you love, the person you want to be with, you communicate with them. Somebody shout hallelujah.
How many people Jesus is their friend? Ni watu wangapi Yesu When you have a friend, lakini ambaye ni rafiki, you keep talking to them. ambaye unaongea na kila And wakati. Jesus taught his disciples Yesu akaambia wanafunzi that wake people, kwamba watu we need to pray tunahitaji kuomba all the time. kila wakati. Number 2, he said, La pili akasema we need to pray tunahitaji tuombe and never give up. na tusikufe moyo. Come on, somebody shout amen. Amen. Tell your neighbor, Pia jirani, you cannot afford to give up. hauwezi kata I tamaa. want to let you know something. Nataka nikujulishe If kitu. there is something the devil will fight, Kama kuna kitu shetani you atapinga, can talk about Jesus, unaweza ongea kuhusu Yesu, you can study your Bible, unaweza soma Biblia, but without prayers, lakini bila there maombi is no relationship. hakuna uhusiano. If the devil can kill your prayer life, Kama shetani anaweza kuua he maisha has yako ya maombi, disconnected you with your master. amekutenganisha na He has mkubwa wako, disconnected you with Jesus. amekutenganisha na And Yesu. today, in the name of Jesus, Na leo kwa jina la we Yesu, came by the power of the Holy Spirit kuja kwa nguvu za Roho to Mtakatifu destroy the spirit of giving up. kuangamiza roho ya If you kukata have tamaa. given up in prayer, Kama umekata tamaa you katika have maombi, given up with God. umekata tamaa na If you Mungu, have given up with prayer, umekufa maombi you katika have given up dependence on God. umekufa If you moyo have kwa given kutegemea up on Mungu, prayer, umekufa moyo katika maombi, you don't need divine intervention in your life. hauhitaji kiingililio cha I kiungu. declare in the name of Jesus, Natangaza kwa jina la every Yesu, spirit of giving up, kila roho ya kukata we tamaa rebuke it now tunaikemea in sasa Jesus' name. kwa jina la Yesu. Somebody shout hallelujah. Haleluya. I declare in the name of Jesus, Natangaza kwa jina la Yesu, it's time to arise. ni wakati wa kuinuka. I need an amen. Nahitaji amen. It's time to Ni arise. wakati wa kuinuka. You need God more than you need your husband. Unahitaji Mungu zaidi ya You need mume God wako. more than you need money. Unahitaji Mungu zaidi ya You fedha. need God more than you need health. Unahitaji Mungu zaidi ya Because the msaada. Bible says, Maana Biblia inasema, seek ye first tafuteni the kwanza kingdom of God ufalme wa Mungu and its na righteousness, utakatifu wake, and all the other things na haya mambo yote shall be added unto you. yataongezewa kwenu. I want to declare in the name of Jesus, Nataka tangaza kwa jina la Yesu, what you need kila unahitaji is God in your life. ni Mungu katika maisha All yako. the other situations Haya will hizo hali comply zote to his will. zitafuata mapenzi yake. Jesus taught his disciples Yesu akafunza wanafunzi that wake men always ought to pray kwamba watu inapaswa waombe at all times kila wakati and never give up. na wasikate tamaa. I came to preach to you. Nakuja The nikuhubirie, spirit of giving up roho ya kukata tamaa is broken in your life. inavunjika katika If maisha you are yako. feeling to give up, Kama unahisi you kukata can tamaa, give up with other things, unaweza kata tamaa kwa mambo mengine, but never give up on God. lakini usikate Because tamaa na Mungu. God is a present helper. Maana yeye ndiye msaada wa karibu. God is a present helper Mungu ndiye msaada wa in the karibu time of need. katika wakati wa haja. Can I see somebody clapping to Jesus? Niona mtu And akipigia the Yesu Bible makofi. says, Biblia inasema Jesus began to teach them a Yesu parable. akaanza kuwafunza na hadithi. And I love this parable Napenda hii hadithi because it teaches us something. maana inafunza It kitu, teaches us inatufunza about faith kuhusu imani that persists in prayer. ambayo inasisitiza katika maombi. Can I tell you something? Nikwambie The kitu, Bible says, Biblia inasema when you pray, wakati unaomba, if you want to see result, ukitaka kuona matokeo, mix your prayer with believing. unganisha maombi yako na imani. Mix your prayer with faith. Changanya maombi na For imani. the Bible says, Maana Biblia if inasema anybody ikiwa mtu yeyote ask the Father atamuuliza Baba anything, chochote, believing that the Father has heard him, akiamini kwamba Mungu then the amemsikia, Father will give to him. naye Baba In atampa. another word, Maneno mengine, you need prayer unahitaji maombi, and mix prayer with faith. changanya maombi na But the imani. third thing I want to teach today Jambo la tatu nataka is that you nikufunze, need prayer unahitaji maombi and then you need faith, na unahitaji and imani. the third thing, Jambo la tatu you need persistence. unahitaji I came kusisitiza. to preach today. Nakuja nikuhubiria Somebody leo. say persistent. Persistence. The Bible says Biblia inasema in the book of Matthew, kwa kitabu cha Mathayo, from the days of John the Baptist kutoka siku za Yohana Mbatizaji until today, mpaka leo, the kingdom of God ufalme wa Mungu suffered violence, umepata vita, and people who are na violent, wale watu wenye fujo they take the kingdom watauchukua ufalme by force. kwa nguvu. This is my version. Hivi ndivyo nasema. Violence is not beating people. Fujo sio kupiga watu. Violence is not grabbing people on the market. Fujo sio kushika watu kwa soko. It is called persistent. Ni kusisitiza, Refusing to be denied. kukataa kukatizwa, Refusing to give up on what has not been given to you. kukataa Believing even when it delays. kuamini kwamba hata ikichelewa, Delay is not
denial. Kucheleweshwa sio kukatazwa. I wish I have people who are alive here. Ningetamani ningekuwa I watu declare in the name of Jesus. Tangaza kwa jina la It Yesu. is one thing to pray. Jambo la kwanza kuomba. It is another thing to believe. Jambo lingine kuamini. But it is another thing to continue praying until you grasp your result. Kuendelea kuomba hadi upate matokeo. Can I hear somebody shout hallelujah? Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema, and Jesus began to teach them. Yesu akaanza kuwafunza. And he present a parable. Na akawapatia hadithi. And this parable, na hii hadithi, he began talking about a judge. Akaanza kuongea kuhusu hakimu. And let me tell you something. Acha nikwambie kitu. Parables, hadithi, most of Jesus' parables, hadithi nyingi za Yesu, is to portray the character of God. Ilikuwa kuonyesha tabia ya Mungu. Jesus, Yesu, was Emmanuel. Alikuwa Emmanuel. Was the image of the invisible God. Ilikuwa sura ya Mungu. But for us to understand him, lakini kwa sisi he tumuelewe, gave parables that we can understand. Hizo hadithi alipeana tumuelewe. He began to teach a parable. Akaanza kufunza kwa hadithi. There was a wicked judge. Akisema kulikuwa na hakimu. And let me tell you something about this wicked judge. Nikwambie kitu kuhusu huyu hakimu. This wicked judge, huyo hakimu mwovu, he feared no God. Hakumwogopa Mungu. I pray in the name of Jesus, ninaomba kwa jina la Yesu, that in our church today, kwamba katika kanisa God will bring back the fear of God. Mungu atarudisha kumcha Mungu. We need a desire. Tunahitaji tamanio. The desire to fear the Lord. Tamanio la kumwogopa Mungu. The Bible says, Biblia inasema, the fear of God kumcha Mungu is the beginning of wisdom. Ndio mwanzo wa hekima. The Bible says, Biblia inasema, this wicked judge, huyo hakimu mwovu, he never feared God. Hakumwogopa Mungu. Number two, he never cared what people say. Hakujali kila watu watasema. You know, we are living in the world today. Tunaishi katika ulimwengu leo. That people don't fear God. Ya kwamba watu hawamchi Mungu. Number two, la pili, people are not concerned what people say. Watu hawajali kila watu wanasema. But let me submit to you. Wacha nikuletee leo. That is the voice of worldliness. Hiyo ni sauti ya dunia. It's not the voice of God. Sio sauti ya Mungu. We are not supposed to not to care. Haifai tukose kujali. We are supposed to care. Tunafaa tujali. Can I say it again? Niseme tena. Come on. We are supposed to take care. Inafaa tujali. Every word that proceeded out of your mouth, kila neno unenalo, you are supposed to take care. Unafaa For ujali. the Bible says, all of us, sisi wote, we shall appear before the judgment seat of God. Kwenye kiti cha And hukumu. we shall give an account Na tutapeana of hesabu every word ya kila neno that proceeded out of our mouth. lililotoka kwenye The kinywa Bible chetu. says, Biblia inasema, this judge, huyu hakimu, he never cared what people think. Hakujali kila watu watawaza. You know, we are living in a time, tunaishi katika wakati, people will live kind of life. Watu wataishi maisha People fulani. will do whatever they want to Watu do. watafanya kila People watakacho. will not care what God says. Watu hawatajali kila People Mungu don't care anasema. the commands of God. Watu hawatajali. People don't care whether God cares. Hawatajali ikiwa Mungu anajali. And this judge, lakini huyu hakimu, the heart of this judge, moyo wa huyu hakimu, is portrayed by Jesus. ilikuwa inaonyeshana na The Yesu. first thing, La he kwanza, never feared God. Hakumwogopa Mungu. Number two, La pili, if there is something you need to have, kama kuna kitu unahitaji if there kuwa is nacho, something we need to desire, kama kuna kitu inafaa utamani, it's the fear of God. ni kumcha Mungu. Somebody shout amen. Amen. Come on, shout amen. Whatever you do, chochote ufanyacho, wherever you go, popote uendapo, wherever you are positioned, popote umewekwa, remember kumbuka that Jesus Christ, kwamba he Yesu has Kristo built an altar ameinua madhabahu inside you, ndani and yako. therefore Na the basi, fear of God kumcha Mungu is the beginning of wisdom. ndio mwanzo wa hekima. Number two, La pili, he was not concerned. hakujali. He cared not what people thought. Hakujali The kila watu Bible, watawaza. King James says, Biblia he inasema, regarded no man. Hakujali I wanadamu. want to submit to you. Nataka nikuletee leo. If you cannot regard men you see, Ikiwa hujali kuhusu you watu cannot unaowaona, regard God you don't see. hawezi jali If you kuhusu don't Mungu naye. honor the men you see, Kama huwezi ona, you cannot honor the God you don't see. hawezi heshimu If Mungu you cannot usiyemwona. honor the authority you see, Kama huwezi heshimu you cannot mamlaka, honor the authority you don't see. huwezi And I heshimu want to Mungu submit kama to you, Nataka nikuletee one leo. of the signs that you fear God, Ishara moja ya kwamba one of the unamcha signs Mungu. you regard God, Ishara moja one of the kwamba signs you unamheshimu submit to God, Ishara moja you unanyenyekea submit to mbele za Mungu. the men you see. Unanyenyekea mbele ya watu I unaowaona. need an amen there. For the Bible says, Biblia inasema, he that saith is love God, Yeah, he that saith asemaye anampenda Mungu, that he loveth God, anampenda Mungu, but he hated his neighbor, lakini anamchukia jirani yake. listen to your pastor, Sikiza is mchungaji a wako. worse than a murderer. Yeye ni The Bible says, ni zaidi ya so muuaji. it's very important Ni muhimu sana for us to care, kwa sisi for kujali, us to regard people. kwa sisi kujali watu. I feel to preach today. The love of God Kumpenda Mungu in Christ Jesus ndani ya Kristo was Yesu manifested. ulionyeshana. How was it manifested? Ilionyeshana. He laid down his life Aliweka maisha yake chini because of the people. kwa ajili ya The watu. Bible says in the book of John 3:16 says, Yohana for 3, God so loved the world, Mungu alipenda he ulimwengu, gave his only begotten son. akampeana Yesu Whoever Kristo, believeth in him yote should not amwamini, perish but should have eternal life. asiangamie Then apate the uzima book milele. of 1 John says, Yohana wa chapter kwanza 3:16, 3:16, this is how we know the love of God, that he laid down his Kwamba aliweka maisha life yake because of chini other people. kwa ajili ya watu And therefore, wengine. if the love of God is in us, Ikiwa upendo wa Mungu we uko need ndani to yetu, lay down our tunahitaji lives tuweke maisha yetu because of chini other people.
people. Kwa ajili ya watu wengine. Bible says he did not regard men. Hakuheshimu watu. And now watch this. A window is presented. Huyu mjane anajipeleka kwake. In this parable. Katika hadithi hii. Is a parable. Remember that. Kumbuka ni hadithi. Bring out a woman. Inaleta huyu mwanamke. Who is a window. Ambaye ni mjane. And this woman. Na huyu mwanamke. Or this window. Ama huyu mjane. The Bible says she was oppressed. Biblia inasema kwamba alikuwa amefinyiliwa. Unjustly. Na hakupata haki. The Bible says, "Oh judge, ombi lake ni kwamba grant me justice nipatie haki against my adversary." Na huyo adui yangu. Can I say something today? Niseme kitu leo. The God we serve, Mungu tunayemtumikia, will give you justice atakupatia haki against all your adversaries. Kinyume na maadui zako. If sickness is your adversary, kama magonjwa the King of Glory will give you justice. Atakupatia haki. If you are going through lack of finances, kama unapitia kukosa pesa, the King of Glory will give you justice. Atakupa haki. I want to let you know something. Nataka nikujulishe. The Bible says, this judge, huyo hakimu, this woman, sorry, she kept on coming. Akazidi kuja. I want to declare in the name of Jesus. Nataka nitangaze kwa jina la Yesu. If you are coming before the true judge, kama unakuja mbele ya hakimu, don't let devil stop you from coming. Usikubali shetani akuzuie. I need an amen here. If you are coming to the true judge, kama unakuja kwa hakimu wa kweli, don't stop coming. Usiache somebody say, don't stop coming. Don't stop coming. The Bible says she kept on coming. Akaendelea kuja. And the Bible says she bothered the judge. Ikasema kwamba kamsumbua yule hakimu. One thing we need to understand. Jambo moja unafaa uelewe. When we see a window, ukiona mjane, is a symbol of vulnerability. Ni ishara ya kuwa somebody who demands protection. Ni mtu ambaye anatafuta. Listen to this. God has very special attention. Na Mungu anaangalia sana with orphans, mayatima, widows, wajane, and the aliens. Na you can mess around with any other person. Unaweza kosea mtu mwingine yote. But don't play around with the window. Lakini usicheze na wajane. Don't play with the orphans. Usicheze na mayatima. Don't play with the aliens. Usicheze na watu ambao hawako kwa. JBC Ministries. JBC Ministries. Listen to me. Nisikize. The word of God. Neno la Mungu. Bringeth understanding to the simple. Inaleta kuelewa kwa walio rahisi. Light to the simple. Inaleta mwangaza kwa walio. I pray that today by the word of God. Ninaomba leo kwa neno la Mungu. You will receive light. Utapokea mwangaza. You will receive understanding. Utapokea kuelewa. You will get a revelation. Utapata ufunuo. Can you give a mighty clap to the Lord? The Bible says, Biblia inasema, in Israel, pale Israeli, God required the children of Israel, Mungu alitaka wana wa Israeli, to bring relief to the vulnerable. Walete chakula kwa waliotaka msaada. Widows and vulnerable people. Mayatima, wajane. The Bible says in Deuteronomy 24. Deuteronomy 24:17, my brother, come closer. You can hear me clearly. The Bible says, you shall not pervert justice. Hautakosesha haki. You shall not divert it. Hautaipeleka kwa njia ambayo haifai. Due to the stranger, kwa yule ambaye ni mgeni, to the fatherless, ama kwa wasio na baba, to the widow, ama kwa wajane, or take a widow's garment as a pledge. Ama kuchukua nguo ya mjane. In another word, kwa maneno mengine, God in the Old Testament, katika agano la kale, has spoken very clearly, Mungu amenena wazi, about widows. Kuhusu wajane. We should not pervert justice. The next thing that God said is that He will kill any person who abuses widows or orphans or any other aliens. And the abusers of those people, na wale ambao wanawakosea, their wives will become widows. Wake zao watakuwa wajane because of abusing widows. Now watch this. I'm going somewhere. Exodus 22:22. Katika kitabu cha Kutoka, the Bible says, you shall not afflict any widow, hautatesa mjane yeyote, or fatherless child. Ama mtoto asiye na baba. If you afflict them, ukiwatesa in any way, kwa njia yoyote, come on, listen to the truth. Sikiza ukweli. In any way, kwa njia yoyote, and they cry to me, na wanililie mimi, I will surely hear their cry. Kwa hakika nitasikia kilio chao. And my love will be hot. Na ghadhabu yangu itakuwa moto. I will kill you. Na nitawaua with a sword. Kwa upanga. Your wives shall be widows. Watakuwa and your children watoto wenu shall be fatherless. Watakuwa bila baba. That is number 2. Hilo ni la pili. Because Jesus is giving a parable of a window. Maana Yesu alikuwa anapeana didi ya mjane. And you need to understand why he used a window. Unahitaji uelewe kwa nini alitumia mjane. Because he is using a vulnerable person. Anatumia mtu ambaye anataka usaidizi. But the Bible says, this woman, huyu mwanamke, this window, huyu mjane, was persistent. Alikuwa anasisitiza kutaka usaidizi. The first day she came, siku ya kwanza akaja, and pleaded with the judge, akamwomba yule hakimu, give me justice. Nipatie haki. And justice was denied. Haki akanyimwa. Because this man, maana huyu mtu, he not only
don't regard men, si kwamba he did not also regard God. Hakumwogopa Mungu. Neither fear God. Ama kumcha Mungu. He is a wicked judge. Yeye ni hakimu The mwovu. Bible says he rejected the offer. Alikataa. Every time the woman came, wakati mjane alikuja, she said, I'm not going to do it. Akasema sitafanya. The woman did not give up. Huyo mjane hakufa moyo. The next day she came. Siku nyingine akaja. And she pleaded again. Akamuomba tena. Oh, give me justice. Nipe haki. From my adversary. Kinyume na adui yangu. Listen to this. Sikiza hili. The wicked judge, yule hakimu mwovu, he lacked compassion. Alikosa huruma. The Bible says, Biblia inasema, but the Bible says the woman kept on coming. Huyo mwanamke akaja kila wakati. In another word, kwa maneno mengine, though she was denied justice, ingawa alinyimwa haki, she refused to give up. Alikataa kufa moyo. I need an amen here. Amen. Even though she was rejected, ingawa alikataliwa, to be given what she desired, kupatiwa kile alitamani, what was actually commanded by God, kile ambacho kiliamrishwa na Mungu, what even the judge knew it was his right to be given. Hakimu alijua ni inafaa ampatie. Woman continued coming. Mwanamke akaendelea. Understand something. Elewa kitu. That Jesus is using a parable, kwamba Yesu anatumia hadithi to bring out something. Kuleta kitu. And what he's about to bring out, na kile anatayarisha kuleta, is what he is teaching his disciples. Ni kile anafunza wanafunzi wake. In another word, maneno mengine, Jesus wants the disciples, Yesu anataka wanafunzi, to get a revelation. Wapate ufunuo. I declare in the name of Jesus, natangaza kwa jina la Yesu, may you receive a revelation, upokee ufunuo, that will keep you above any kind of rejection. Utakao kuweka juu ya kila kukataliwa. Come on, shout yes. The Bible says, Biblia inasema, he did not regard men. Hakuheshimu he is wanadamu. actually not concerned about the community. Hakuhusu mji mali alikuwa. You know, Jesus is addressing the Jews. Yesu anaongea kuhusu, they are the one God has spoken to them. Ndio watu Mungu alikuwa amenena nao. That you should not divert the justice of a window. Ya kwamba usikose kumpa mjane haki. But remember, lakini kumbuka, this judge, huyo hakimu, never even regarded men. Hakuheshimu watu. He never cared what people say. Hakujali vile watu watasema. He never cared what people think. Hakujali vile watu watadhani. He never cared even what God has said in his word. Hakujali vile Mungu amesema katika neno lake. Let me tell you, church, acha nikwambie kanisa, this is a dangerous position. Hii ni nafasi ya hatari. When you reach a position, ukifika katika nafasi in God, ndani ya that you never care what God speaks to you, ambayo haujali kile Mungu amesema. I want to say something. Every day, kila siku, every Sunday, kila Jumapili, if you walk with God, ukitembea na Mungu, God will continuously speak to you. Mungu atakunenea kila wakati. If you don't hear the voice of God, kama usikii sauti ya Mungu, you need prayers. Unahitaji maombi. I want to submit to you. Nataka nikuletee. Every time, kila wakati, God speaks to his children. Mungu akinena na wana. But what God requires from you, kile Mungu anahitaji is obedience to his voice. Ni kutii sauti yake. Am I talking to somebody? Ninaongea na you should not refuse to regard men. Usikatae kuheshimu watu. Sometimes, wakati mwingine, God will use men. Mungu atatumia watu. God will use people who are weak. Mungu atatumia watu walio wadhaifu. To communicate the truth. Ili akaweze kunena Why sometimes God uses people? Kwa nini wakati mwingine Mungu anatumia watu? Because God does not look like men. Kwa sababu Mungu sio kama wanadamu. God sees the heart. Mungu anaona moyo. He rejected Saul. Alikataa Sauli. He accepted David. Akakubali Daudi. But according to the eyes of men, lakini kulingana na macho ya wanadamu, Saul had walked with God. Sauli alikuwa ametembea na Mungu. Mungu. David had not walked with God. Lakini Mungu, but the heart of David was towards God. The heart of David was desiring God. The heart of David was totally sold out to God. Am I talking to somebody? So the Bible says he regarded not men. He neither feared God. God is teaching us something. God will use men to communicate to us. God will use men to bring forth a message. You need to regard men. And above all, remember what God has said. Honor the Lord. Somebody shout hallelujah. Come on, give a mighty clap to the Lord. The Bible says this judge, huyu hakimu, he knows that people expect him to help the widow. Anajua kwamba watu wanafaa wamsaidie mjane. But he refused. Lakini alikataa. But then, there is something that touches the wicked judge. Kuna kitu kinaguza moyo wa hakimu mwovu. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Something touches the wicked what? Refusing to give up. Kukata tamaa. Because that is the key. And the Bible says, Biblia inasema, because of her nagging. Kwa sababu ya kumsumbua. Hey, somebody shout hallelujah. Glory to God. Because of her nagging. Kwa sababu ya kumsumbua. And coming now and then. Nakuja sasa na kila wakati. The wicked judge yule hakimu mwovu gave this
this woman what she requested. Alimpatia kile aliomba. Because the woman refused to give up. Maana huyo mwanamke alikataa kukata tamaa. I wish you would receive this word. Tamani ungepokea hilo neno. Come on, somebody shout amen.